Wasanii wengi wamefurahia sana ujio wa AI kwa sababu nimeona wasanii wakubwa kabisa unakuta wanatumia kutengeneza nyimbo zao kupitia AI. Kwa hiyo nikaenda moja kwa moja kwamba okay, kumbe umeipokea vizuri, wamefurahia ujio wa AI. Wewe kwa upande wako unalionaje hilo? Sidhani kama pana ukweli kama sababu ameanza kuzitumia hadi wasanii wakubwa wanazitumia AI. Kuzitumia sasa inawalazimisha na wabidi kwa sababu wana namna. Kwa sababu gani? Mimi nimeshuhudia kuna rafiki yangu mmoja pia alikuwa na generate wimbo wakati naona. Akaandika tu pale release zile maneno yale ya wimbo akakomandi wimbo uliotoka pale kweli kwa sababu wasanii nao wana changamoto. Yaani katika kile eneo limeguswa kwa upande wa Sara. Manake sasa hivi AI anaimba vizuri tu. Yaani kama yani kwa maana ya watu ambao wanataka nyimbo za kusikiliza tu. Yaani sio kwa ajili ya biashara, kwa mfano walaji tuseme. Akijua kutumia tu AI hana haja ya kwanza kutafuta wasanii. Sasa tafuta wajani. Kwa sababu lengo lake asikie, apate ladha, ariziki. Kwa wasanii wana changamoto kubwa kwa sababu tayari AI ndio kama imeingia hivyo, watu wanakomandi tu vizuri, wimbo unatoka. Na nimepita TikTok nimeona nyimbo nyingi sana ambazo zina trend sasa hivi zinatokana na AI. Ni nyingi mno. Kwa unakuta tayari ule maarufu wa wasanii hautapotea, utakuwepo. Lakini ile kasi lazima tu itapungua kwa sababu tayari kama tu AI anaweza kajenerate nyimbo basi hakuna kitu ambacho kinadumu. Kama ulivyosema mfano kwamba wafanyakazi makazini wako wanapunguzwa. Kwa hiyo kuna uwezekano pia mambo ya usanii wa uimbaji ukapotea pia vile vile. Kwa sababu hakuna kitu ambacho kitadumu muda mrefu. Unafikiri nini ambacho kitawafanya wadumu sasa? Kwa mfano kama watu wanajenerate nyimbo kupitia AI, kitu gani ambacho kitabakia sasa kwa wao wenyewe? Kwa msanii ili abaki kwenye game kama anaimba, nafikiri cha kwanza kabisa itabidi na mwenyewe ni AI, kwa maana ajue kutumia AI vizuri. Cha kwanza kabisa. Alafu cha pili sasa angalie namna ya kuboresha huduma yake, ubunifu sasa. Sasa kwenye ubunifu hapo inategemea na wao kwa ubunifu upoje. Maana sisi wenyewe mfano sio turaji wa ramani na sisi tuna ubunifu wetu kwetu. Kwa na wao sasa kwenye muziki sijajua upoje. Unajua lazima wajitofautishe. Kuna wasanii wengine wale ambao walikuwa wanaandikiwa nyimbo. Anaandikiwa nyimbo alafu anaenda kuimba. Sasa unaonaje kwa yule ambaye alikuwa anaandika nyimbo, kwa saizi ana uwezo wa kwenda tu kupaste ile nyimbo yake kwenye AI inamletea nyimbo. Sasa unaonaje kwenye upande huo? Wewe unafikiria nini kwa upande kama huo? Kwa upande kama huu hapa, kwa unakuta moja kwa moja kama jinsi ulivyosema, kwa msanii maana yake ni hasara moja kwa moja, maana yake tayari ameshachukuliwa nafasi, na sio kwa msanii tu, lakini pia hata kwa mwandishi naye pia na hasara yake. Kwa sababu unajua kama yeye ana uwezo wa kuandika akapaste akajenerate wimbo, naye msanii vivyo na uwezo wa kucommand labda mfano ChatGPT akapata mashairi kwa hiyo unakuta hivi ChatGPT inaweza kuletea na mashairi vizuri kabisa ukicommand, kwa sababu amna ambacho kipatikani DeepSeek kila kitu unaweza ukacommand na kuandikia mafaili ukaimba vizuri tu. Kwa madamu tuwe na wazo labda mfano mtu labda anataka imbe labda mfano wimbo labda wa mapenzi tuseme, labda mfano akiandika tu anahitaji wimbo mapenzi, labda nilisaitiwa na mtu fulani, jina fulani, natumia jina fulani, basi ashamaliza na command inamletea tu. Kwa hiyo utakuta yeye anaedit vitu vichache basi. Badala ya kumlipa labda mwandishi labda mfano milioni kadhaa, anatumia labda tu shilingi 30,000 kupata idea yote. Na kwa hivyo kote una changamoto, kuna faida na hasara upande wote. Na hawa watu kimsingi wanategemeana. Kwa hiyo huyu akijenerate kupitia AI, akipaste yani yale mashairi yake kupitia AI imwimbie, naye msanii vile vile ana uwezo wa kutafuta mashairi huko AI akaimba. Kwa kuna faida na hasara. Kwa kila mmoja na faida yake na hasara yake, na faida yake na hasara yake. Lakini unasikia pia kwamba wasanii ukiongelea mambo ya AI kidogo wanashtuka. Hawapendi mnaongelea kabisa mambo ya produce nyimbo kupitia AI. Na wanakuwa wakali kabisa hivi. Unafikiri ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu inachukua nafasi yao na biashara na soko lao tayari, na kwa sababu AI akiimba haimbi vibaya. Yaani mwenyewe haina take two nini, maana yake akiimba ananyoka na moja kwa moja vizuri na ladha nzuri. Kwa msanii moja kwa moja lazima tutachukua tu nafasi yake. Japokuwa haiwezi kumaliza, ila kidogo ile kasi kikawaida tuseme tu imeondoka. Sawa. Imeondoka ile kasi. Kwenye mambo ya uimbaji kulikuwa na upande wa producer. Maproducer unafikiria nini? Kwa sababu ndo walikuwa na produce beats swidini, lakini unakuta AI inamaliza kila kitu. Ndio kama hivyo. Yaani yeye imegusa maeneo yote. Yaani hapo jambo mimi nafikiri kwa maproducer na wenyewe wana changamoto hiyo kwamba ndo kama hivyo yeye anaweza kuzalisha beat, mtu akachukua beat AI akaimba akilipia tu. Na nafikiri kama sijakosea mpaka wapi YouTube ukipost beat ambao umenunua, nafikiri wanadai kwamba haina madhara. Sijajua kama ni kweli au la.
Yani ukidownload beats mfano AI, lakini AI uliolipia nasikia YouTube unaweza kupost vizuri na watu wakasikiliza, maisha kaendelea. Sijajua kama ni kweli ama la. I don't know. Mwenye sina hakika sana. Okay, sasa na maproducer kimsingi, kwa sababu unajua maproducer kuna watu wengine ambao wanaenda studio, wanaimba nyimbo, wanalipia zile gharama. Sio kwamba wanahitaji nyimbo za biashara. Watu wengine kuimba ni hobby. Kwa automatic producer anaingiza kipato kupitia kwa mtu ambaye yeye haendi kufanyia biashara wimbo wake. Kwa hiyo unakuta huyo mtu akijua kutumia mambo ya AI haya, huyo ambaye ni mwimbaji, moja kwa moja aweze kaenda studio kuzalisha beat huko. Kwa ataona ya nini sasa? Kwa sababu kwanza mwenyewe sio kwa ajili ya biashara, yeye anaimba tu binafsi ili afurahi na watu wafikie ujumbe, lakini lengo lake sio biashara. Kwa hiyo unakuta producer tayari huyo mteja amemkosa moja kwa moja akijua kutumia AI. Okay. Na jambo lingine ni kwamba nao producer wajifunze kutumia AI, kwa sababu hata kutumia AI nao ni ujuzi na sio wote ambao watajua kutumia AI. Kwa producer, wasanii, waimbaji wote itabidi waendane na upepo jinsi unavyokwenda, basi nao wajifunze, kwa sababu mpaka tulipofikia sasa hivi kwamba yeye itaondoka sio rahisi. Maana sasa hivi makampuni ndio yanakuja mengi na wanazidi kuboresha zaidi kuliko pale ambapo walikuwa mwanzoni. Kwao ni changamoto, lakini kwa upande mwingine ni faida. Kwa inategemea na mtu amejiweka katika eneo gani. Je, ameniweka upande wa changamoto au faida? Maana kwa baadhi ya watu, kuna baadhi ya watu ambao wao walikuwa hawana ajira mfano. Kuna watu wanafanya kazi sasa hivi kupitia AI wanapata kipato na wanaishukuru AI. Mtu anasema bila AI sijui mimi ningekwaje. Sasa hivi mtu anafanyia kazi ndani kila kitu na anaingiza mamilioni ya fedha. Lakini kuna mwingine uko ameacha kazi. Kwa hiyo haya mambo bwana. Kazi gani hizo unaweza kufanya ndani afu kaingiza hela kupitia AI? Kwa mfano kuna kazi za online wanaita freelancer kama sijakosea. Hizo kazi unafanyia ndani, ndani. Kazi online unaajiriwa online huko, unalipa online huko. Kila kitu akatupo ndani. Sasa yote utakuta ni mambo ya AI. Sawa, nishakupata vizuri. Yes. Nishakupata, lakini pia mwisho kabisa labda nini sasa? Unafikiri nini hasa solution sasa? Tushapokea. Yes. AI ndio ishafika, ishaingia, imechukua ajira za watu, imechukua kazi za watu kazi wanapunguzwa nini makazini. Unafikiri sasa wale ambao sasa wameaffectiwa, wameathirika moja kwa moja na ujio wa AI, wafanye nini sasa? Wale ambao wameathirika na ujio wa AI, mimi ushauri wangu ni kwamba cha kwanza kabisa itabidi nao wajifunze kuhusiana na AI, kwa sababu hakuna namna nyingine mpaka sasa hivi ya kuikwepa AI, maana imetawala maeneo yote. Kama wana nafasi ya kujifunza AI kupitia mitandao, kwa mfano YouTube na maeneo mengine mengi sana ambao wanatoa hizo course, wanaweza kujifunza kwa ambao wana nafasi ya kujifunza. Na sio tu kusema kwamba wana nafasi ya kujifunza, itabidi yani hata kama una nafasi ujitahidi, maana ndo dunia ambayo kumeelekea huko na ndo ambako iko. Kwa hiyo ukisema ukae bila kuwa na ujuzi wowote wa AI yoyote ile itakusumbua, kwa sababu nimekutana na watu wengine ambao wanashindwa hata kutumia ChatGPT. Wakati ni ya muhimu. Na wakati ni ya muhimu na inatakiwa tu uwe nayo tu kikawaida. Lakini mtu anakuambia, unamwambia ChatGPT hajui ni nini. Kwa hiyo ni muhimu kujifunza hivi vitu, kwa sababu dunia ndio ipo huko. Kwa sababu bila hivi unakuta sasa kwa habari ya uchumi sana kwenye rasilimali fedha itakusumbua, maana vitu vingi sana kwa sasa hivi vipo huko. Otherwise labda kwa wale wataalamu, kwa mfano madaktari wa watu kidogo, japokuwa nako AI zipo, ila lakini kwa nchi zetu ndio kidogo labda ndio watakaa kidogo. Licha kwamba sasa hivi kuna robot ambazo zina uwezo wa kutibu mtu, nafanyia mtu operation, vitu kama hivyo hapo. Kwa hiyo unakuta tuseme tu nyanja zote, mkulima, mfugaji, yani kila mtu takia tuseme awe na ujuzi angalau hizi tools za AI. Kwa watu nitakiwa ingia mashambani kulima. Napo kulima sasa hivi bila ujuzi ndio kama hivyo. Unapata vitu, mtafuta AI, unamuuliza vitu moja vitatu. So mwisho wa siku kulima utaenda tu kulima. Kulima utalima, lakini utatumia sawa mashine tractor sio vitu kama, lakini utalima tu. Utalima ndio mashambani sawa, lakini napo bila AI ndio tools zote zapo ndio hizo za AI, kwa sababu zitajengwa tu nyumba kwa mikono. Kwenye upande wa kujenga, kwa mfano kwenye fundi mason sasa hivi kuna mitambo ambayo imekuja. Mfano kuna mtambo fulani nimeuona ipo nafikia Tanzania. Kuna mitambo nako tena. Ipo mtu mfano jengo labda la vyumba vitatu sebule nini, ana uwezo kupiga plasta ndani ya siku 2 au siku moja, mtu mmoja peke yake anamaliza. Kwa kila eneo yani hamna sehemu ambako hamna mabadiliko ya teknolojia. Kwa ni watu tu namna kujua tu namna kuendana nayo sasa. Basi tabaki mashuleni tu kufundishia. Mashuleni nako ndo kupo tayari kote. Sasa tutaandika kwa chaki tu mwanzo mwisho. Sasa hiyo ndo nafikiri mashuleni pengine ndo kunaweza kukaa kuanzia sasa hivi kila kitu. Yani sasa hivi kila kitu teknolojia, ni namna tu gani tu labda nchi kukubaliana na mambo hayo, lakini kila eneo
nafikiri tayari limeguswa na AI. Sawa. Mtazamaji wetu wa Master TZ Online TV, naamini kabisa ulikuwa pamoja nasi. Umejifunza vitu vingi sana kutoka kwa mtaalamu wetu hapa Juya. Kampuni yake inaitwa Juya Building Design. Anajihusisha mambo ya ujenzi. Kaeleza mambo mengi sana. Ujio wa AI kupitia pia mambo ya ujenzi hayo, nini hasara, nini faida za AI, kaeleza kiundani. Mimi mwenyewe binafsi nimejifunza, lakini kwa wewe ambao unahitaji kujenga nyumba, Francis Juya kaelezea vizuri kiundani, vitu gani vya kufanya, vitu gani vya kuzingatia. Labda tu kichobaki, tungependa sasa watazamaji wapate mawasiliano yako na unakupata. Okay, mawasiliano yangu ni namba moja tu ya simu ambayo napatikana, ambayo ipo WhatsApp, lakini pia ipo kwenye call kawaida, kupiga simu kawaida, ambao ni 0755142232. 0755142232. Namba hiyo tu ndo namba ya ambayo tunapatikana muda wote. Sawa. Nikukumbushe tu, kama ulikuwa bado hujasubscribe kupitia akaunti ya Master TZ, basi bonyeza kitufe kimeandikwa subscribe na utakuwa kwanza kupata taarifa zote kutoka hapa Master TZ Online TV.